Mais je crois qu'il sera avec nous. Peu importe le temps, mais notre manière comme quoi. Amen. Amen. Et j'ai au moins 1 heure de temps avec vous, qui sera divisée en 2 parties. 50 minutes ou 30 minutes pour mon exposé. Et les 30 sera pour des questions. Là, on pourra clôturer notre rencontre dominicale. Amen. Amen. Sans pour tarder, désolé mon yélé, oui, parce que je m'assois quand même dans la vie qui est l'autre, on a le prévu même dans la Bible. On est chukulier kabisa. Si on peut nous aider avec la lecture. Psaume 27, 4e verset. Zaburi makumi mbili na saba mstari wa 4. Humo ndimo tunapata mada yetu ambayo tutazungumzia kwa leo. Zaburi makumi mbili na saba mstari wa 4. Amen. Neno moja nalolitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolifuata, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, nitazame uzuri wa Bwana, nitakalolifanyizia hekaluni mwake neno la Bwana. Amen. Psaume 27, nous lisons le 4e strophe dans le nom du Seigneur. Amen. Je demande une chose au Seigneur. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose. L'unique que je cherche, laquelle? Habiter la maison du Seigneur. C'est de demeurer dans la présence de Dieu tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Là, pour quelle raison? Je vais admirer sa bonté. Pour contempler sa bonté. Et les contempler dans son temple. Amen. Amen. Dieu Père de gloire, nous voici encore en ce jour. Il me dit, quand ton peuple criait vers toi, tu n'avais pas envoyé le président ni les députés, mais tu avais envoyé ta parole. Que la parole de ce jour, mon Dieu, trouve place dans ma vie et dans la vie de mon frère, ma sœur en ce moment, afin de pouvoir marcher selon tes commandements pour répondre aux normes de la Bible et refléter la gloire. Au nom de Jésus, on va se prier. Amen. Si tu as oublié, je ne prêche pas, mais on va quand même débattre ensemble. Avant que j'entame ma thématique, c'est ma 3e fois d'arriver ici. Pour la première fois, j'étais ici encore avec la jeunesse. Si l'un ou l'une était là, peut se rappeler de mon passage. La 2e fois, le jour qu'on avait consacré les anciens, j'avais pris encore place aux assises. Et encore aujourd'hui. Donc, je suis de la maison. Amen. Je demanderai d'abord qui sont mariés ici. Qui sont le marié, jeunes mariés. Ils sont à 4, 5, plus moi. Qui sont les fiancés? Je demande aux fiancés, ceux qui sont fiancés, ni umoja tu. Mungu akubariki baba na akujalie neema ufikie mwisho, akupe uwezo, akunyang'anyie. Mungu anayemtumikisha mtumishi wa hapa kwa agano la madhabahu ya hapa, akujalie neema 2025 kwe année yako ya gloire. Amen. Mungu aliyenipa ndoa, et l'homme ne donne que ce qu'il a ici, et en ce mariage Mungu akupele kalama pia na ufunge ndoa. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la jeunesse. Vous savez, la jeunesse connaît beaucoup de choses, mais en perversion, en immoralité, voilà pourquoi il faut les apprendre. La jeunesse ne connaît pas beaucoup de choses,
Voilà la raison des rencontres chaque dimanche. La jeunesse parcourt beaucoup de risques. Voilà pourquoi il faut les encadrer. La jeunesse, on attend beaucoup d'eux. Beaucoup attendent de la jeunesse. Voilà combien de fois vous n'avez pas droit aux heureux. Vijana wanatai, tunangoja mengi kwa vijana. Ndio maana hamuna haki ya kufanya n'importe quoi. Notre thématique est intitulée Attitude et expérience à prendre, à garder pour une bonne relation. Sois stable. Hali kama naweza tafsiri sijui. Hali ya kukamata kulingana na ujuzi fulani ili mahusiano yawe mazuri na yadumu. Haiko vile? Sio kama nimetafsiri vizuri. Hali ya kukamata, comportement ya kuishi, masemi ya kusema, mahali pa kuenda na gisi ya kuishi kulingana na ujuzi fulani ya kutia matendo kusudi mawasiliano fulani yawe bora, mazuri na ya kudumu. Donc là nous voulons lutter contre, si vous avez ou vous êtes avec moi, nous voulons lutter contre la vagabondage ou le vagabondage, excusez pour le terme. Il y a mon relation ziko. Il faut se bakie stable. Ukianza jambo hakikisha umefikisha wapi mwisho. Kwa ya kwanza ni concept tujiulize ina constitue temetu. Tuko na attitude. Tuko na experience. Tuko na relation. Ndio ina constitue thématique yetu. Kwa tumesoma Mwenyezi Mungu anasema je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour contempler, pour admirer. Hii ni relation kuonesha ya mtu mwenye iko na mahusiano na Mungu. Sababu inatuma hapendi kutoka, hapendi kuacha, hapendi kuabandonner. Pour ceux qui ont des dictionnaires, ukiangalia sens, signification, contempler et admirer, c'est une façon de considérer avec toute force son attitude, son attention, soit avec les yeux, soit avec la pensée. Admirer, c'est considérer avec un élément mêlé au plaisir ce qui paraît beau, ce qui paraît merveilleux, ce qui paraît extrêmement étrange, excessif dans le genre. Ces deux raisons inasukuma huyu mtumishi muamini. Excusez-moi expression, ouais. Jeune mwenye anapenda relation yake ibakie daima, ifikie ukomo. Tutafanya nini si wa jeune? Ndio raison ya hii tematiki. Msansa ingine. Tufanye je kusudi mahusiano yetu vijana idumu mpaka kwa objectif ya kufika mbele za madhabahu. Amen. Amweke nijidanganye. Attitude ni nini? Qu'est-ce qu'est l'attitude? C'est une situation ou une position du corps. Sans figurer, c'est une apparence que l'on se donne, sentiment que l'on affecte. C'est une situation dans laquelle on se trouve, on se maintient jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat. Attitude ça, unaona binti kumasomo, unamwona binti mukartie, unamwona binti mukanisa, unakwaka na attitude gani? Mawazo gani? Masemi gani?
ukiwa na hali ya mtu anajiimpoza ka discipline ya kwenda kumsalimia. Bonjour ma sœur, bonjour mon frère. Ou apparaître beau kwa mwenye ulengo yako. Mais hayakuwa karakteri yako. Strategia yako ni unapenda uganye confiance. Unaweza kamata attitude moja hivi sote ya kula mjia kwa mapambazuko, juu anaimbaka, mais hauna appel ya mapambazuko. Je sais sans t'introduire si j'ai kikatalo. Unakimbia mapambazuko. Amen. Et qu'est-ce qu'une expérience? C'est une connaissance des choses acquises par l'usage du monde dans la vie. Niko experience ya kupika mabriki. Ndaweza apprendre mtu anatengeneza ka forme kwanza, kisha uponde matope, après matope ukuwe na makuni, kisha unatile maforme kujua, baadaye unaichoma. Par rapport experience yangu, sote ya maisha, sote ya miaka, naweza kukupatia pendekezo. Qu'est-ce qu'une relation maintenant? Là, il y a une cargaison de définitions. Une cargaison de sortes. Kunakuwa aina mingi ya mahusiano. Mais d'après tout, mahusiano ou relation, c'est un lien ou un rapport d'un groupe ou un individu à l'autre, moyennant un objectif visé. Les sortes de relations. Mulisoma moyo wa mingi na tukusoma na moyo, memtanileo gisi nasoma masomo yangu. Nous avons une relation qu'on appelle binaire. Une relation binaire, c'est une relation entre deux ensembles, des groupes, des appartements, des générations. Chorale Maranatha avec chorale Sayuni, vu que banafanyaka mahusiano mukanisa ma cérémonie, président wa chorale Maranatha iko na relation na président wa Sayuni, ina permettre sana kuna mipango kule amwitambie mshe tutabalina mumu ke mpreste ku kanisa yetu. Voilà combien de fois président il faut kuna ma relation mukanisa mingi. Sa jeunesse unayaza huko. Parce que benye kanisa ya kesho ni haba. Mchungaji atachoka kesho anaambia mimi nachoka munisaidie. Ce n'est pas lui qui va continuer toujours, ce sont des gens. Binaire. Ya pili nakuwa relation d'amour d'elle. Mahusiano ya upendo na chuki. C'est un lien qui réunit deux personnes qui sont en même temps amoureuses et en même temps il y a la haine. Banafungiana kusimu, banafungulana magharibi. Anabloke huyu leo, anadebloke usubuhi. Sasa kuna yata poster ku stati anabloke kwanza wake asilisome. Sasa iko na kinya tafuta kumwenzake kama na yeye kama ni watafuta makuta. Anamdebloke anataka kale kanyimbo kanapendaka. Donc bako na chuki na upendo. Relation d'équivalence, ça c'est en mathématiques. Relation d'ordre, c'est une relation qui est d'ordre public. Comme on nous a imposé en disant que chaque samedi, hakuna kazi, hakuna kafanya ni kwenda wapi? Relation d'ordre. Munajipata d'ordre public. Relation Chelsea. Chelsea. C-H-A-S-L-E-Y-S. Mwanyo mnasomaka anglais mtanielewa mimi sikusomaka na moyo. C'est celle qui permet d'additionner deux valeurs.
nous avons une relation qui est libre. Relation libre, c'est une relation d'immoralité sexuelle. Et c'est une force qui engloutit, qui immerge la jeunesse. Chez nous, pour l'église Maranatha, tunapaswa kumuiga baba kwenye madhabahu. Baba si mzinzi, mama si mzinzi. Hauwezi kuwa kanisani kijana na uko mzinzi. Parce qu'on a appris des relations, moi j'adopte la relation libre. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 5:1 tuambia tumesia kwamba ndani mwenu kati yenu mmekuwa makahaba ambao kahaba sio semeka, hata mnaanza tembea na wazazi wenu. Comme tu es libre, tu vis de l'impudicité. Dans l'église uko kijana, uko binti mwimbaji, mtoto wa Kristo, lakini nje ya kanisa, comme leo dimanche, wende kupeti bali kuna mafia wako navuka Rwanda. Vous allez faire quoi Rwanda? Au plage. Dans l'église uko fille unaimba, mais après hapa tunakutana uko kule. Kule unakuwa bibi ya Bwana. Encore les papas. De qui êtes-vous fille ou fils? Relation parasociale. C'est une relation qu'on a envers une personnalité publique. Nous sommes wewe mtoto wa kanisa kijana, unaunda relation na autorité umoja, maire de la ville, burumestre wetu ama gouverneur. Ça c'est une relation parasociale. Relation qui est platonique. Pas le jour mada yetu iko c'est le pas. Relation qui est platonique. Kama utaiprononcer mzuri kunipita wewe utajua tumeumesikia message yako. Ukitafuta kudisio tuambia maana yake, tafuta ndugu yako. Relation, tu peux même écrire mon recherche. Qu'est-ce qu'une relation qui est platonique? Compris. Qui est platonique? Ça nous dit quoi? C'est-à-dire c'est une relation qui ne se plonge pas dans l'immoralité, qui respecte les principes de la vie vis-à-vis de ton ami ou partenaire. C'est là que nous allons parler, nous les chrétiens de ce pas. Relation spatiale. Cette relation, c'est une relation entre des États. Relation diplomatique. Qui sont entretenues par les deux pays ou trois, quatre. Nchi mbili banapatana, banaunga hii relation spatiale. Mulisikia hapa nchi moja inasema inavunja relation yake na Rwanda. Rwanda akasema na mimi kama mnasema na mimi navunja ni yenu na mtoke mwende. Ana briser relation spatiale. Ukatoka media akatwambia ministre awawa akasema non. Vu que notre frère ne veut pas. Oui, et c'est ça. Ça c'est il est du Tongelais, c'est watoto ya msela. Relation platonique, cœur ou cœur platonique, ce sont des relations affectives extrêmement fortes, partageant certaines formes d'intimité. Ces relations ne sont pas discordantes, ne sont pas de nature immorale,
mais plutôt romantiques. Amen. Elles impliquent cependant différents engagements envers le partenaire. Amen. Ile ndio relation tutakamata sie wote. Kama uko na ingine yako au tongele kwa hii. Usinipeleke ya libre ya banani ya wapi kule. Unisaidie. Sitavunja kanisa, sitavunja haya. Amen. Tunafuata ya mwisho presque tunakuwa na 3 dernières relations, tunakuwa na relation transférentielle. C'est une relation qui est entre les psychiatres, moyennant ou qui interviennent dans un domaine médical. Soit vous avez un problème sanitaire et que vous consultez votre médecin, il trouve que ton problème s'aggrave du jour au jour. Non, ndaita docteur Mukwege tuko naye, en tout cas ni mtu yangu wa karibu, nikutume kwake angalie kitu. Et par après, nous avons relation internationale. Ça, c'est un droit international. Et pour terminer, nous avons une relation publique. C'est une relation entre des entreprises publiques ou privées. En droit public ou privé. Pour que cette relation soit bonne, quand est-ce qu'une relation peut être dite est bonne? Wakati gani mahusiano za kuwa mazuri? Quand c'est envisageable, quand c'est souhaitable, quand on veut limiter, là on dira que cette relation est bonne. Wakati unaanza kukuiga na mkuvala mkosa vile fulani na fulani mkanisa, si depuis walipendana ka ile couple ya wazee na kisi walilunga kweli, walitembea kama mtaratibu, ndatembea kama vile bana. Unaikwa, unaanza fanana. C'est pour mkiangalia mkanisa style za pasteur, unaweza kwa mkanisa huko papa kibala kama ni ensemble ya veste yake au anatia data. Kanisa tekesha kwa ni data. Pourquoi? Tunaiga wapi kumasabau? Quand est-ce que la nation peut être stable maintenant? La stabilité, c'est ce qui reste en place dans une situation ferme, qui ne varie jamais. Wakati haubadilishe sura, wakati haubadilishe baswadiza marafiki, wakati hauna multiplicité, multiforme ya marafiki, pale uko mrelation yako stable. Lakini cha kushangaza sasa, unakutana tuko tunajipangia wakati vijana hatupendi kungoja muda wa Mungu. Vike Nyamulagira alipromettre, meutana hayapata kazi. Uko na tantete kosa droite, unakuwa na 3-4 tije wa Msebeka, wa Msayuni na Mreveil. Yeta kamata nini nayo? Mama uko infidèle. Na hautakuwa na stabilité mvi. Wakati haujapenda kwanza kusimama kama alikamate na huyu akipeleka njia za giza wala na cheleo, ngoja Mungu akwambie acha. Kisha kamata muda ya kuomba, vunja masemi mulisema na huyu, mipango mlikuwa nayo, agano mlikamata naye, kisha watamie procedure bila kutafuta mwingine. Vijana wa leo hamia korogani kuna mwingine. Roho na akili mtumikie Mungu. Ile versini msikume tafsiri mbaya. Sitapoteza muda yangu. Fiancé wangu mwenye ningeowaka sana nikatala nikalia. Vu que j'avais fait 10 ans, il peut être témoin. 10 ans mkanisa. Obisikie na obisilishi. 10 ans l'église. Ambia mtoke tu mole sasa tunaona kaambia mama ngoja muda ya Mungu yapanga. Mimi niko na mimi na volonté na niko nasonga mbele me si hapana katukubianza. Hakunisikia. Kwa kukosa uvumilivu akapa
njia, akaenda mwele njia yake. Mwenda peke, mwenda pole, una chakula cha kuiva. Mama, papa, usijipresipite kukonkurence juu Nyamulagira amefunga ndoa na we mpaka. Kama Mungu hajasema, tulia. Anakatala kulala mkanisa, anapata wa haraka. Ule wa haraka kumbe ni voleur armé. Bakafanya dawa ya wanadamu njia zao kule. Akamwacha na mimba atuoma, wakamchoma. Hisi tena habake na haya. La voulait encore venir vers Umanalaka Mardoshe. Oh voilà, maman, tu as fait ton choix. Siwezi pinga, Mungu amake aniruhusu. Wewe ni tuna maisha yako. Nikatukana na Mungu. Ile kitu nilitukanaka na Mungu. Kama nikaruhusu hivi, nilikuwa namuona njoo malaika wangu. Kumbe kuko njoo malaika. Tout va pas t'engager les auteurs. Ou en 10 minutes, c'est ma relation. Premier point, le concept. Deuxième point, auteur. Pasteur Marcelo anasema nini? Les sont dénominés par les auteurs. Peut-être positifs ou négative. L'éruption ou la réputation d'une odeur peut être dit par le sang. Chakuo la rafiki selo Marcelo tunasi inaweza lingana na harufu. Ambia mwenzako uko na nuka harufu gani? Ça fait mal, hein? Mpiga mikate ananukaka mikate. Mchoma nyama brochette ananukaka nyama. Mpiga sambusa ananuka virai. Mpiga makotoloji ananuka nini? Mpiga makotoloji ananuka nini? Maombi. Makotoloji. Tuko mkiropa. Kunaweza kuwa relation itakuwa dui ama itakuwa cause par rapport na harufu yako na dégagé. Na kuomba hauombake. Mko mkanisa juu bala kavese kenye batosha baligabula hapa kuza kuiba. Mupiaji unaweza cheza na makarizi. Messieurs, venez tukiangalia 10 ans mkanisa. Qui suis-je moi devant l'Éternel? Ndasahau kama ndashuka nasema Mungu upewe sifa, ingelikuwa wewe singelikuwa. Mezuri bale walikusuka ulitia plante yako kama ndio kabelo, uko natembea, uko nacheza na matandresi. Hauyaokoka. Anatambia relation itasababisha kulingana na dégagement. Inyuko na dégager. Uniambie sasa maombi yako yanaombaka, ça te facilite à dégager quoi? Ukristo, présence yako humu, vous dégagez quoi? Quelle force? Kuko mwandegasha sadaka, akitoa hapa, angalia kima bezo. Ile kutoa inamlamushia ma relation. Tukisema tu appelle des fois mkanisa, ulidada akosake, ulidada anasimamaka tu. Tuna gasona anaanza créer njia mpatane njia tu pa. Parce que ana dégagé ka offrande. Mais weye, tuko na besoin de $10. $10. Bangapa kuna 5. Ba 5. Ba 2. Ba 3. Ba 1000 francs. C'est conseil de nascimento. Vous dégagez quoi? Kadiri uko natumikia Mungu, unateka
kutia relation ya mzuri. Mesoko unafanya makalikili yako na kale ka vent kako, unafanya mahesabu na bana mkiti, kisha maiwana shamula ile portefeuille na kimbia unaomba. Relation inaweza haribika juu ya dégagement ya odeur. Dégagement ya odeur yako. Tuko bajeni siku moja tukaenda ombea fasi moja hivi. Mimi navala viatu vyangu vya mzuri sana, nilikuwa kama shokse. Ziko naimba mimi naenda kwa baba. Tunafika mimi Mungu tapia mzuri ya manyoa. Ifo kuvula viatu. Nikata shikuna. Unafanya sambla tu waingie mbele, wote waingie juu toka wa mwisho. Wote umeongoza tu maombi, pita tu hapa. Mungu pita, pita. Basi, akasema baba naweka roho yangu mikononi mwako. Sasa nifungula viatu hivi. Na upakwe tungeombea mwenye nyumba kafanya nini? Soksa zinatoboka. Tu vois un jeune qui se promène, un jeune ni kijana, mais iko na souffle de maïs. Mbili. Huyu mama haiko. Huyu mama shabaza kumuoza ilikuwa mbili. Kwa sababu mimi napenda kama maombi sana na adoration. Mimi nikamwambia kama Mungu ndaba niko naomba kutoka sina katumisha mshwari. Naambia Mungu mwataniambia katu niko naomba mshwari kwa Kristo. Ndio mimi nikamataka bibi yangu. Tunaomba yasha natoka kama tena pesa na kufuza. Na wako ndio pesa kaka na wewe mtumishi mzima mshwari unaikosa. Sikumpataka. Kumbe Mungu anabaveglia wasimisaurie mpaka huyu haiko. Ya pili, sasa nilipanga kwenda kumpropose. Nikatana kwa pastor. Pastor ndio utaweza nikaenda sinyeto. Ndio. Sawa. Wewe ndiye kwanza akikupa habari njoo nilete nayo. Ndio papa. Nikaenda kanisumbua kwanza nikamwingilia na maombi nikamfanyia makundu akaitika. Sana itika. Piese ya pili alitaka ile kitu cha kisabwaka. Tutane mnjia ifaa wale sengle na vala. Simu ndani sengle yangu nyesha afanya. Hapana inakawia. Ndio inatakata mimi ishachuya. Inakawia njia kukua. Asifanye biza mu eglise. Utaona kama mpya. Ndio mwana nikutana na mkanisa. Inatakata. Mimi inafanya ibluza udad. Haiko mweupe, haiko rose, haiko kaki. Akaniambia akasema kaniko mhubiri. Akaninunika. Hausikia haya, unapenda kwanza kutuambia maneno kumbe na kuishi. No. Depuis le siku au nikose chakula, mimi nisipose sengilia kuvala. Vous dégagez quelle odeur? Propriété inaweza tuma Mungu inakukokotea mtu. Mimi kunapitia ma deception sio basi ndo kinywa yako inanuka. Hautaongea na mtu hivi mkanisa. Bwana Yesu asifiwe. Anaangalia pembeni nini? Humu nyamlege iko natoka harufu. Uko mama tiba unamsha kwa magazeti. Baleta bebe kwa. Mungu ma TikTok. Unafanya mnaposaka nini? Kama uko na problemu ya kinywa, huko matipe unareze nayo. Unadegashika harufu kabie.
Mais ils sont contents qu'il y a un calé. Oui, gravana. Ça fait mal. Makwapa inatosha harufu. Kamata citron. Monsieur, madame, kamata citron. Ujisirite. 5 minutes avant uende mdushi. Harufu ya makwapa itafanya nini? Anatambia Marcelo, l'odeur inaweza kukotea ama kufukuza. Pour que la relation soit stable et bonne, dégagez une bonne odeur. Kama ni kuomba, omba mpaka sasa unadema tu haleluya anaanguka. Kama ni kutoa, jisahau toa. Ile kutoa yako unadegage franga, itakupatia mtu wa franga. Pia usafi ni amana sana. Bajene la propreté. Usafi ni amana. Usikona sukana watu kutoona pasese baba yako sema mbona ikamatake tena basi mimi niko victime jiangalie kwanza eske niko msafi. Unaweza kuwa na nguo yako mwanzo ya mhubiri ndio full house family pia dimanche kanisa. Uko tu adverb hakuna shida leo uko proper. Nisilipendwa meikuwe proper. Kama walikusuka mikono wanataka mumarie capable ya kaka tindo kwa proper. Sukisha mikono yako kuwe proper. Haiko franga ndio usafi. Mimi mtu ndio usafi. Apôtre Axel Leve anasema nini? Mais avant que tu fiques pour apôtre Marcel Tambia, apprenez à chercher de l'argent avant de chercher ce terme. Jifunze kutafuta pesa mbele utafute mapenzi. Utakuwa question pale nishakufuata zamani. Apôtre Axel Tambia, il faut savoir le langage d'amour de ton ami ou partenaire. Langage d'amour. Même Marcelo alisema ka langage d'amour. Langage d'amour ya mwenzako njoo langage gani? Plante za mwenzako njoo langage yake. Na utazijua aye. Wakati mtoto mwanakomala mnyumba yenye papa iko dictateur. Edi. Huyu fille langage yake il faut que autoritaire kwake. Wakiana ma verset biblique dada sagesse dada. Pourquoi mwenzangu fille? Il y a des femmes qui souhaitent en tout cas napenda kaone mtu mmoja mtombokee. Basi anakomalia wapi? Mnyumba wa kutombokeana. Mtu mwenye anakomalia mnyumba mnawaka na ceremony anniversaire ziko repetitive. Huyu mtu langage yake ni fete. Tutoke samedi, tutoke dimanche, tutoke basi amekomalia mbiavi. Ukajitia kwa huyu ndugu papa na una uwezo utalia. Mtu mwanakomalia mnyumba mwenye Mungu wa affection. Quand papa arrive, les enfants l'approchent, l'embrassent. Ou langage yake ni toucher. Atombe franga kama kumambrasse. Haunipendake humu. Mimi iko na maplate tujani hawajibia ile yake anapenda. Langage d'amour. Pour que la relation soit stable, tu dois d'abord connaître le langage de ton conjoint, ton ami, ta copine, ton copain. Langage yake ni gani? Oui mama. Nikipa numero yake bila kusahau. Hiyo si problem. Hapana kitu ya kuapareti. Hawa wako watatu. Me foto ya umoja ilingia kwa Facebook. Ikaleta vita mnyumba. Hapana. Donc, hapendi vitu ya visibility.
mafuri madaiba nyota kupea unaniacha na mimi. Usitie. Langasha kapeni bibi. Sasa ukapendana na mtu mwenye anapenda kuwa namposte kwa telefoni, kustati. Na uko amezida kumposte kila siku. Usipomposte itakuwa plant. Kila siku paste papa, nyamlagira. Mimi si mwana Claire anipendaki. Mtu ya nini? Simusikiake tu iko sana nisheraka. Hayasema kumbe hauyampia kustati. Tuna kazi. Hata umupe kitu chochote kama hauyamposte. Nakwambia hawanipatia kitu. Nasema bongo. Amen. Pasteur Adam s'entendait nini? Mettez ta vie en ordre. Évitez les mauvaises réputations pour demeurer dans la stabilité. Panga maisha yako. Epuka kuhangaika kutosha vidole. Huyu dada, huyu kaka, huyu. Sio maisha yako isimame. Mahusiano yako isimame. Huko mtu mapendake aibu. Kisa kikwanja partenaire wako na wako mtu akufagafaga. Atosha mpromete na msapana mali kulikata anakuambia sipendi. Ulikuwa huko hapendi ya kusamba. Huko anachopeka. Mama nani mama? Unamjua? Amen. Troisième point, l'expérience. C'est là où on devrait intervenir, mais malheureusement. Expérience maintenant. Là, je vais vous narrer ma vie comme expérience pour qu'il va s'aider avant qu'on entame la question et la réponse et on termine si j'ai une bonne mémoire. Mon expérience avec mon épouse, ma chérie, la femme créée par l'Éternel. Amen, amen. C'est une femme naturelle. Mwanamke mwenye aliumbwa na Mungu. Haiko machine parce qu'il y a des robots qu'on appelle les femmes soumises. La mienne naturelle. Je l'aime parce que elle maîtrise la cuisine. Anapiga en tout cas recette yote. Ukimwambia tupige hamburger tapiga, piga pizza tapiga, piga tapiga, piga beignet tapiga, piga galette tapiga. Ana maîtriser cuisine. Na akuza mega recherche qui ne mafika. Pour que ta relation soit stable, madame mon épouse, ma chère, apana kubana tana téléphone, jifunze mafika. Cuisine améliorée huko. Bwana hapo akienda tu kula kwa restaurant anapiga chakula muko maipise. Muko concombre, muko celery, muko nani, muko vile matomati pia. Sio kiampigia sasa booti. Akamwambia madame merci beaucoup, nimeshiba tulikuwa kilio au tupitia kwa Filipe. Nilikula bo, je peux me manger demain. Alikuwa kwa restaurant. Sasa amekula mapishi bora. Mchakula muko siri ya kufunga na siri ya ufungulivu. Madada chakula njo muko mafundisho yote kisha usafi ni chakula. Yakobo na ndugu yake walifanya nini? Chakula. Yakobo akapata urithi kwa baba kupitia nini? Chakula. Donc ujifunze, ale cleaner ziko fasi yote hapa. Jifunze kupiga benye. Keke.
hii yetu ya nani ya Weremana hii hivi. Iko sasa chapati mwe pia baya. Ndimba, Mungu wapi mwe? Kambonja mama. Kwa mvile mnazaliwa tu mnayatu mabaonezi. Kambonja. Jifunze maresete. Itakusaidia kule mbele. Leo tunakuwa na maprobleme ndani ya mandoa. Ni sababu ya mafiga. Amen. Ya pili, tunapitia jangwa me ana resiste. Juu ya nini? Nilimwambiaka kweli depuis premier jour. Moi c'est Gislain, niko natif en face flani, mon père c'est tel, ma maman c'est tel, je suis comme ça, j'ai ceci, je peux faire ça, sauf ça. Mais ça y est, tu as kusema petit, tu vois le pasteur de Maranatha, c'est mon grand frère. On a joué quand on n'a pas encore donné la lobby, et à part ça, on a bien comme vous voulez toujours le mensonge, banakupakala maneno ya ulimi, unaregea ndio. Kesa nagundua kweli, anakuchukia mpaka. La vérité affranchie comme le dit la Bible. Ya tatu, huyu mama hakwake na barafiki. Hana kakungu. Ni yeye kukanisa na watoto yake kwake. Akitoka nenda msoko. Me wote ni kanisa, wao ule kwa Francine, wao ule kwa Zubeda, mnapoposha mnachopeka na rudia, mhubiri nini? Alisema alinasema fulani mfrancais, njoo hauko stable. Tu veux que c'est papa ou responsable mwenye naye langaje kapeli mcha ya kusamba kesho akubebe wapi? Donc tunazoeana naye vile. Kama iko kanisani, iko msoko, kama iko msoko, iko kunyumba. Si uende kwa Filipa. Ndaenda hata dimashi. Wewe wisdom ndaenda hata dimashi. Njoo na tuli yake. Ya tatu, anapenda maombi sana. Ya Mungu anavipenda. Mnyumba kama mkuomba ni dossier. Je t'avais connu quand tu priais. Oui, mais pourquoi kuomba leo? Ushaanguka. Ambia kwa? Ushaanguka. Niko tu leo. Non, akoma kuomba. Donc, il va les filer les sipi, il va pas faire une blague. Il faut niombe. Jamani. Tulitanaka mu ya Mungu, tunakomalana mu ya Mungu, tunaoyana mu ya Mungu, tuendeshe. Njoo vi. Alors, angekuwa na vitu vya kueleza mais malheureusement hafiki. Il faut atengeneze mbele zenu parce que amekosea sana. Question yangu njoi. Njoo nimalize. Mwalimu na ubiri. Unatia juu ya nini? Juu ya attitude. Selon notre thème. Maintenant, quoi faire pour garder une relation stable? Qu'est-ce qu'il me faut faire pour que ma relation avec Yamuladira demain soit stable? Je ne sais pas si tu as mobile pour son besoin. Je ne sais pas si tu as Yamuladira. Tu es là. Tu as ça hier pour Françoise. Le volcan maman. Pour que la relation soit stable, il faut traiter l'autre avec respect. Kamata mwenzako
heshima na adabu. Kama unasema kama nyumba ya watu kama mwanamke ni kitu. Si ya de famille pareil. Bwana ndio kichwa yeye ndio yote. Ndio bwana ndio kichwa mimi. Ndio mimi ya nyumba iko na yake bananike. Huyu mtoto anakomala mnyumba wanamheshimia. Sasa wale tuta mbude hapa atalomba divorce. Tenez l'autre. Il faut tenir l'autre avec respect. Umheshimie sio kama mama sasa ndio kwa karibu mama ndio. Karibu papa ndio. Heshima kuheshimiana. Cha pili, pour que ma relation soit stable, il faut que l'église en soit informée. Je vous ai dit que ça nenda draguer wangu, nianza kwa pasteur. Mbele mwanzi nikaenda kwa huko. Akambia wewe akitika leo niletee naye. Sasa nikuulize dada. Sio na rafiki. Uko na rafiki? Tuko mkanisa, tuko masomo. Uko na rafiki? Ndio. Ule rafiki yako pastor anamjua. Haiko hata waumu. Tutafika kwenye point. Ndio tunafikia pale. Même le pasteur hajui rafiki yake. Ile ko danger ya kwanza kutia msharati. Danger ya kwanza kwa impidiki. Parce que utazini kule, wewe ndio unamaliza kule. Pasteur hajui kama mlizini. Kama una roho kukia kutubu, c'est difficile. Risque ya kwanza hii. Pour que ma relation soit stable, il faut s'écouter mutuellement. Il faut kusikianaka. Hawezi kuwa mko mna débattre juu ya avenir. Mais wewe ndio unasemaka tu du matin au soir. Bia konyo baitiki. Mwachene wakati bwana. Unaona mimi programu ya hii maafishe, hii jeunesse tufanya. Mimi tungefanya maafishe tu imprime maafishe. Tusigaudie makanisa zingine. Pia tutaite mwa tupate taple. Tufanye retraite parce que maisha iko mbaya siku maisha iko tupotea. Tuo anakupatia ile yake point de vue, okay. Mais encore un jour Mobutu. Je dis. OK. Si on va même na choka na majeudi ça pour sema vendredi. Pour que ta relation soit stable. Usikuwe na relation na mwenye haiko wa kanisa lako. C'est là qu'on est. Tu ya nini? Oh, moi ne me sers pas au repu, ne me sers pas maranatha. Oh, moi ne me sers pas au ne me réveille. Oh, never. Konsekansi ya kwanza, mutaishi machafuko na kanisa haijue na huyu nyamlageta kukatala na utalia mnyumba wapi hakuna matachuo. Mais quand il y a la transparence, le pasteur est au courant. Muko mise à part. Muko hors danger ya kuanguka kwa parce que mutafinia kwanza kushishaki kwanza. Mais ça mulizini kule nje. Tuko na meza ya Bwana. Nyamlageta kwa kukua. Hakuna mtakwenda kama niko mwimbaji kama sikaribie meza itasore mbaya. Wewe na msharati yako uko na nuka zambi na karibia meza ya Bwana. Kama mko wa huyu mtaangaliana. Sasa unabakia karibia meza alete na sole mbinguni. Pastor akamwambia Francine si uko na kumeza ya Bwana. No papa unamfuata. C'est vrai, nitie François, munakuya anamakia, niko naongea. Anamakia, anamwambia désormais sipende na hivi, anaseparé les hémorragies. Mais kama ni omseli pa orebu, na uko mseli pa keshero mama, boko kwea kaka, bozo kwea tokoye bate. Ya pili, sa mtaona kutakuwa divergence
imani. Babangu njoo. Babangu njoo. Twende kwetu. Mnakosa hamna tena position. Mwalimu wangu Bakaruke anaoa msika mwenye hapo imani mbalimbali. Mimi ni watu na Kristo. Sasa wanahubiri fia pastor na yake tahubiri bado. Ndio sema ma Francais zenye hazina hata borde. Imani sikie. Msikie tu kitu. Moi je prends mon père comme un dieu. Et puis toi tu me dis pastor na yake tahubiri kwa nasema mashallah hata kwa mwanda ma shamu kwa sababu. Unaona? Ni ba Kristo wote, pasel ba wote. Mais quand vite c'est dans mon église hamuna enseignement, hamuna révélation. Mungu tuite na condamnation ya zamani. Ndio kunyumba. Ubaba alifanya maombi ya tesa. Ndio Mungu. Ukidivorce ni aibu. Nikienda kwao kanisa hapo atakuwa siku kila semi ndio nimebeba mkanisa yako. Nikimwacha sana mahubiri ya couple mkanisa yetu haiko, siko tena satisfied. Mungu nipatie jibu. Bibi na kwenye iko naomba Mungu nisaidie basi nimechoka na imani ya kutangatanga. Ndamwambia wanangu tutoke ni huku na huku twende mwingine ya mtu. Sasa wala nasikia ile proposition ya Yesu, wow. Je mare poli. Njoo kuambia wote mwashi. Bala tulipa usikuwe nipe ndani ganya. Usikuwa wa mse Sayuni na mimi mserika. Kwa hiyo nini? Bali penda ni Bakristo mekanisa. Ndio kwa wewe unasema kwa Francis au unasoma theology, unasoma kwa masomo ya dini. Sawa. Mimi mwenye nisoma yangu na recuperation niko na mashamo. Ni kama je na msoshe mondie. Mena Mkristo wangu unambeba kwa nini? Anatoka mjia hapenda kuvunja ndoa. Zia mashamo zangu hapenda kuvunja. Donc évitez ya huku na huku. Si vous voulez, ombea humu mko majibu zenu siko humu. Amen. Banakuna. Siko humu. C'est parce que mko na makosa. Vous connaissez des immoraux. Chacun connaît les méfaits de l'autre. Uko tunaimba mama ya mimi kama hiko kata moto. Dimasha nafuka Rwanda, sisi kama Daudi. Unataka mkashaka mkashaka mpita kwa wote. Yetu anakuacha. Tuongea kweli. Mimi nasha kufanya mwalita kwa kamata oksini Sayuni kule chini. Huko hapa. Ukumbuka huko mtakatifu shawe hapo. Unachezaka sana pale na halangi. Ule wakuleja kama wewe huko Biblia. Zamani mshafu ya Kanana, zamani. J'ai connu ma femme au jour du mariage. À quel point je suis bien. Mais quand je le point, elle a témoigné. Je l'ai connu, mon nuit de noces. Après, là, comme on a onjane, ça veut dire ma kalanga. Dans l'église, mais l'impudicité abonde. 1 Corinthiens 17 à 8 Jamali. Nous sommes pas. Wakorintho wa kwanza 10:7 mpaka 8. Pale kwa defo mbili zinavunja kanisa. Tunalisha masheni. Deux défauts. Munakunya. Les jeunes veulent manger et boire. Makunya kwa munani. 1 Corinthiens 10. Makunya kwa munani. Kunya. Sambe nazomona mwanakunyaka pombe humu ni nani? Binakuwa vya mzito sasa. Mwanakunyaka pombe humu iko wapi? Bidozero wa pombe. Meniko mseli pa. Abiko. Ile zambi mbili na haribisha vijana. Kukula na kunywa. Wito utambia nini? 10,000 tonnes par jour dans l'impudicité. 10,000 wako wazinzi. Leo waliamka 10,000, jana ni
10 000, kesho ni 10 000. Na usiku mwingine 10 000. Jua nini? Unapenda kwenda nao sana Rwanda. Mwache kuvuka Rwanda. Mama mchungaji. Ufanye siku moja tusambula siku moja sababu yake. Un certain dimanche. Wanafanya usikie mkanisa. Ona kwa promenade kwa bali na kando bali utaona mafili. Utaona hapa watu. Utawaona. Banaishia hapa. Hapo mama, tuko na tepe, mama bongo alikuwa Rwanda. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter l'autre fait. C'est compromis. Umsikie mwenzako na ukamilishe ile ulimwaidia. Akikureproche juu ya kinywa kunuka, mwambie madame, nasikia rafiki yangu ndauza masitron. Naanze sinao masitron. Ndauza bende la bouche bako nisha alimentation hapa kurenzena ukinywa inandoko mzuri. Ndauza mashoks. Je vais changer. Sana kupromettre, il faut ukamilishe ile promesse. Utawakia mstabilité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas rabaisser l'autre en public qu'en privé. Juko wenye abayuaka ongea. Kama huyo ongea, mwenzako kama hana hekima, soma wao, soma. Nasoma Korinto wa kwanza sura 10 na mstari wa 7 mpaka 8. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wala msiwe wa kukusahau. Kama wengine walivyo, kama wengine walivyokuwa kama walivyoandikwa mtu aliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wakacheza La fête. Wala msifanye usherati kama wengine walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23 000 par jour. Ona ile dimension ya usharati yenyewe inafanyika kwa dunia. 23 000. Unajua madrasa kila chambre za hotel ya Rwanda unajua. Et tu es dans l'église. Tu veux maintenant que relation kwa kesi stable hai. Mungu anapatia mzazi anapatia mtoto chakula mwenye kuna njala. Dieu donne le mariage aux abstinés. Il faut kuwe na hamu ya ile ndoa ndio wakupe. Mais wewe unatembea na wanaume kupita kwenye ndoa. Itakuwa Ungesha kucheza mbulale na kucheza mokalo kena kucheza na kuvirua. Acha kuvirunguta manake na kucheza mo. Ushakuwa. Il n'est plus motivé de te prendre. Pourquoi acha kuchoka? on achète ce qui est cher et rare. Mais wewe magharibi mwa anniversaire wako na wewe, wapi samedi wako na wewe, fin du mois wako na wewe. Unawakia pont. Échantillon ya avocat. Pour que ta relation soit stable, il faut mkuwe na rareté ya kuonana. Usiwe na unaonana saa yote. Mnaongea kama kila siku. Mais plus mko rare, plus mko na valeur, plus mko na vya mupi. Mijana mnaongea juu ya kanisa, leo mnaongea juu ya kanisa, kesho juu ya Rwanda, hamuna kitu mko mnaongea ya maana. Mwisho anakutandika. Amen. Pour que ta relation soit stable et bonne, il faut se sentir soutenu par le choix. Il faut jisikie kwanza unakubalia choix yako na watu waikubali. Usiende proposer garçon au fille mwenye il faut sasa sema baitiki kama chule. Kanisa yetu kwenye niokokea tulikuwa na maître avocat. Alikuwa anatuweka hapa kwa baro. Vile alikuwa ni fille mwenye kuna mtoto mmoja na mtoto wa papa.
kuitika. Sasa juu ya maombi, il faut beaucoup prier, il faut prier. Baombaji wako hapa? Habiko, il faut kuomba. Maombi inafunua mambo. Niko na kaboga na complexe, mais niko motivé kuitika. Mais ma gontologie papa. Siku moya kalanga na gana leo kukanisa. Mimi na bloquer kama tenga mkanisa Mungu walevi. Wewe kama ndio unatoka mingi mkanisa. Papa anatoka mesai hautenga mkanisa. Dada kaonesha yeye ni nani. Alota mabenda akasema Francais akasema nini kasema ukichoka tumbuka. Akasema Yesu. Kumbe ndio mnafuta ndio huko wewe. Ile tangaza kupenda Francais sema nyet. Usiwe mtu, usipende mtu. Juu baraza kwambia tukao utafanya bon choix. Sikumba kanisa nyingine ya kabambi ya television. Kuna waka classe moyenne ya wale ba le Sénat. Il faut wale ndio itika na huyo njoo. Ukienda vile papa utaoa mwenye atakupiga. Kama ni kilema unasema hiki kilema ndio kimi napenda. Wewe ni nani? Juu sasa unapiga kwa nyumba usiku hautazulumu mtu. Tu vas supporter les caprices, le pire et le meilleur. Mais on va pas influencer parce que l'autre a apprécié. J'appelle, utakamata kizimungana. Donc il faut te sentir kwanza uko motivé. Hauna complexe naye. Kama tembea kana mgulu au mzima kama Francis na tu. Itikile matui yake vile. Ulishakona mtu anapenda mtu okay, na problem. Bila kamata hivi. Moi c'est que tu causes français, ya parce que pour draguer mon français va bien. Iko na facilité pour kamata. Ongea na français masoita. Dado naona mimi George Slay. Mais quand tu vois quand je te vois comme ça, c'est pas un ange. On a régé. Pour que ta relation soit stable, il faut respecter les cartages. Inabidi uheshimie miaka. Allô? Muko ma avantage kupenda na mtu mkubwa na muko ma inconvénient. Mukaoana muko watoto. Avantage njoisi. Muko na kare moya, mnapitana 2 ans, 3 ans. Avantage kwanza, mutazala watoto mtawaona hapo. Ya pili, hakutakuwa ma comparaison. Parce que plus l'homme anakomala, plus sa force. Sasa kama tunapita 10 à 15 ans. Oh, il faut qu'on ait papa na mama makuta. Okay, ziko, mais utakimbia kule. Conséquence kama mko washel, mko watu ya fuyo, hakuna soumission mu nyumba. Je peux briser partir de marier parce que mko watoto. Donc il faut mesurer l'âge. Isikuwe mbali na isikuwe karibu. Kusudi mko stable. Ya pili, il faut angalia umetoka mjamaa gani. Mimi sio ndio tribalisme hapa. Hii jamaa ufio na muzia ka iPhone. C'est normal kumuzia papa na uza. Sio kwa yako ya matusho nipataka pale kupiga beton. Est-ce que utaweza gharamia huyu mtu? Sasa nakwambia langasha ni telefoni ya macho tatu, uko na matushi. Mtakimizana. Kwa kumaliza, inabidi mkuwe na meme esprit ya kupartager ma vision.
aspiration, vocation ya kukuwa maître avocat au utakuwa docteur. Il faut 12 ans ya masomo. Si vile? Kisha unapenda sasa uanze ambie huyu dada utamuoa. Na yeye yuko napenda ya kesho. Papa sema Décembre mutaina mwote. C'est une parole qui est sortie de la chair prophétique, oui. Mais toi ta vision c'est d'abord faire les médecines. 12 ans. Oui, vision yake ni Décembre. Compatibilité iko. Fora miaka yangu na yake sawa. Vision yangu napenda nikuwe pastor ndio. Huyu anapenda kuwe nani? Samuel hapendi maombi sana. Sasa mpanga maombi ya kufunga yeye afungaki. Bako humu. Ya kuomba sana hapana. Maombi ya mateso bakisho kana mateso watumishi ndio wanaweka kama mhubiri kila serviteur unatia souffrance. Sasa ukimwambia ndakuwa kapa sana bakisho tu vile. Sasa il faut najua vocation yako. Kama alitembea pamoja hapa ni vizuri mwambie pastor papo tombe hii hatutapatana na Amos 3:3. Mimi namaliza. Question yako inaombeka. 2, 3, 4 questions tuna clôturer mais pas déjà 1 heure du temps. On il passe encore 30 minutes. Si kama kuko complément ya président kwanza avant que ama une question déjà tuingie mfazi ya question. Mais on t'a dormi parce que madame elle me conseille à faire. Mais je l'aime toujours malgré tout. Je pense qu'on peut faire maintenant le débat. Mais ne pas ta attitude, ne pas ta expérience. Alors, comment on a la question, on a essayé de lire. Comment on peut dire, on laisse lire comme ça. On fait le débat, s'il vous plaît. Ma question d'Aikamata. Ma question à te poser. Ok, papa. Le nom est ta question. Précis. Amen. Kwa majina ni Frère Crispin. Niko na question mbili. Okay. Question yangu ya kwanza, mimi nasikia mahubiri unatufundisha kama inaweza kuwa mzuri tupendee kanisa. Sasa ukijikutana we master mukanisa yenu hamuna kriteria gisi wewe unapendaka wala hauko capable ya kujua jere pie mwenye iko mkanisa. Eske ju unatufundisha kama inaweza kuwa pia uchumbie mkanisa, uchumbie ndani? Question yangu ya pili, na iko sawa vile conseil ndio ndalomba. Ndio. Mfano mimi hapa kweniko. Mimi nasikia mumahubiri unatuambia ake mumafundisho natufundisha kama haiko vizuri. We master udrage pie mwemuko na shinda fasi mwa ama mkwe na shinda naye fasi mwa wala ukwe na muona kila siku. Soit mi hapa par exemple niko na petit ami tunashinda soit fasi mwa na mimi nampendaka sana. Eske jumina mpendaka sana maake ni mkatale ju tunashindaka naye fasi moya ama Très bien. Nimekusikia. Swali yako ya kwanza nitakujibia. Souvent Dieu répond. La réponse de Dieu est toujours mal emballée. Jibu la Mungu linakuyaka mais inafunikiwa mbaya. Liko na emballage mbaya. Moi qui te parle haiko. Je fais 10 ans, 12 ans kanisa. Sawa. Nilikuwa naenda kula kwao huyu fie. Mweleo liko madam. Sawa. Bako na via bien. Famille Meboji.
Sawa? Mais l'homme de sa vie était devant elle, mais mal emballé. Hautaombaka Mungu akupatie vile makriteri zenyewe. Ukachunga ile makriteri, utazeeka na Yesu ananyakuwa kanisa na uyampata. Hii mimi naisema ngo kwa madhabahu, niwaambie pastor atakwambia kama nimesema kweli. Atazieneza ndio na mzuri, me hakusomaka. Ziko nazo ndio, me ni wa maskini. Unaona? Iko makriteri ndio lakini ni maladive. Hii ambalaje ni ya kuzuia mtu juu mwenye iko na roho wa Mungu agundue kwamba hii magonjwa haiko yeye, me huyu njoo hii mwanastahili. Sawa? Alo. Ya pili, sikwambia mkatae. Mais nous devons d'abord aimer dans l'église. Tu es nini? Papa njoo mwenye anajua état d'âme zetu. Papa njoo ya lato tupaka uchafu yote tunakulaka. Ça ne va pas te plaire, papa, ça ne va pas. Ça ne va pas te pas. Ça uko unajiacha wazi mdushi. Na ndio uko mbele ya pastor. Hautakuwa na wakati ya kuamka. Sawa? Na ukakuwa na wakati ndo tena hapo. Tunakushakia mkanisa. Uko exposé mzambi. Tu es un impédique que tu veuilles ou pas. Je vais vous contrôler. 3. C'est le Père qui connaît. Anajua mtongo anaombaka sana. Huyu iko na vocation. Mais si dimanche ngoja mpatie atakamate Margarita. Unaona? Hata kuambia mimi iko nao yo umeni ina retati yero yoti. Njoo nilisema ule mwenye Mungu aliniambia. Unanichekesha kutapa hapa na huko. Ndipo kana kabisa. Voilà. Kama unasikia mbaya ninakuona, sema fala. Sasa unapendea nje, uko exposé kuzambi. Sawa. Elle est là. Je l'ai connue vierge. Nilisema leo kwa utufia Mungu. Nilikuwa na ngoja aliseme mimi basi wakati imefika amefika na retard. Tulikuwa tuko na niko radi. Saa ya kanisa niko mkanisa. Niko mwende pia hoka na kama namuombea naenda. Please mko radi. Please mnakuwa na vale. Misa wote mko mnaongea kanisa siku zote. Jana tulikuwa nayo. Leo, kesho yake, kesho kutwa. Hamachokana. Jina mkia kufanya nini? Kucheza kabumu mnaanguka. Donc, usimkatale, mais kadirisha marankonte. Kama mnashaka kama inite ku terminis, we hamia Nyamsongo ama muvili ya bakie kule. Mkue raro. Itakusaidia. Basi na prisa na leo mzaifu yako sana, anaona atakuchoka mnakuwa marafiki. Sio kama mnaongea. Mais de préférence. Bio tambia tuanzie kwanza mnyumba. Sasa unapenda ule wa nje, kesho nakubeba kule. Mkanisa ulikuwa na kazi kubwa. Ile plaza unakuwa video. Tunaomba sisi wengine. Ndio ni corde de Christ mais unapoteza mseli pa Maranatha. Donc, c'est conseillé. Tukikuwa umusie peke, tutaepuka dhambi. Mtakuwa transparence. Sio kama umetosheka. Tu vas quoi? Baba, vraiment utanisamehe. Juu mpaka pale siarisi. Mfano mimi hapa kweniko nishikutane mimi nafikiana na huyu bwana. Mie niko na sheria yangu haiko wa mule mkanisa. Kisha yeye iko na ule sheria yake ni wa mkanisa. Kisha mimi nashikutana tabia zake, hali yake, mwenendo yake, jinsi wanatembea na ni Bakristo,
jinsi wanaishi mkanisa. Sasa iko mkanisa, iko Mkristo. Mesa natoka anavala ingine mwili. Sasa mimi mwenye nilipendea nje na ni Mkristo, tunaishi pia kuzidia ule mwenye bako mkanisa. Pale ndakuwa ta question. Si j'ai bien compris. C'est-à-dire quoi? Bwana Yesu asifiwe. Niliprofite kuingia sana, nilisikia batakia na mama. Alors nikasema hivi atakia na mama, sherti nikuwe. Kusudi asijisikie sababu ile iko upweke malgré iko ba jeune fille, mais labda akiona mama katikati atasikia tena iko na kilo zaidi. Basi nilipenda nisitoke hapa na siyasema, lakini nasema kwa ajili ya hii. Mimi nawaza ile yenye papa alisema tu kama tukue watu ya priere. Ile ni kitu kia maana sana kushinda vile vyote. Parce que sasa unaniambia kama haeneze kritere zangu, kama haeneze mimi nifanye haya. Ya pili unasema sasa kama niko na ule mwetuko naye siku zote pamoja, niende nimkatane basi. Mimi nilitafuta tu sema tuende na hii yenye papa anatuambia tukue watu ya maombi. Tuongozwe na Mungu mwa hivi vitu vya kuoa na kuolewa. Jumi na kuambia kama hivi vitu vya kuoa na kuolewa muko ma realite za ajabu sana. Zenye hata uikane na fie 10 ans hautamjuaka. Ukisema sema nda prolonger fiançailles msenga jusi ya mjua na ile senka itaendelea na haudi ya mjuaka. Utamjua saa uko naye. Sasa utafika pale unaona kafie tae yake sangali kwabo. Unaona fie mwanya sangali kwabo. Unaona ile macho ya kurembua sangali kwabo. Mesana fika mnyumba vile vyote vinatoka. Unaanza ona tabia. Joma unaona kama mtu mwenye mwanamke wa ajabu sana. Lakini unakutana anaenda nje na unasema banduku, banaume ni maimbwa tu kabisa. Mtu mzima anaweza kabisa acha huyu. Kwani ni wa ajabu huyu? Sana tembeaka, una macho yake, una mwanya. Hapana, bila vyote mbunyumba vinatoka kapyote. Unamuona mwingine. Unaona sasa tabia zinakuya mbele yake. Njoo nagundua sasa kama ni mchafu, lakini kwa hata siku unayuaka kama ni mchafu. Sasa unampa rendezvous vile atajikaza kuoneshe exterior. Mesa unafika njoo utamjua ni nani. Nikusema amkwefe nitafuta tusema kama tuwe watu wa maombi, tuwe watu wa kuongozwa na Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama mimi na nyota kidogo nikitupa mafikiri mbele, wakati nilikuwa binti nilikuwa na mimi na makritere zangu. Na nilikuwa sipendi kabisa nisikie mwana niambia na nipenda kisha niambie atatumikia Mungu munjia zilitu ya kupasteri. Mariata kupengana. Mimi nilikatana bagarso mbili juu ya kuniambia niko na mwito. Mmoja alikuwa mu eglise mepake ile nyeko chini ya BDG mepake. Akaniambia kama mie niko na vocation. Mungu ashaniambia kama ndamtumikia, ndakuwa mchungaji. Ile siku nikamwambia maana yake nisolete. Sipendi. Naye dukani ya vile. Naye. Wapili alikuwa mweglise moja hivi. Leo kuna tumika mdesherati. Naye akaniambia niko mdesherati kama mimi natumika kwa ile vitu ya leta. Lakini mimi nakuwa na wito wa kuwa mtumishi. Nikamwambia make hii neno unaniambia leo na njoo mwisho tusionana tena. Lakini si njoo zilikuwa kriteria zangu zile. Lakini nilikuwa binti wa maombi. Niko naambia Mungu nisaidie. Lakini mkwambia Mungu anisaidie, nilikuwa namwambia mimi sitaki niolewe na sina franga. Mungu nisaidie, sitaki niolewe sina franga Mungu. Nipatie makuta Yesu. Nipe kazi. Na njoo vile Mungu alifanyaka, lakini kumbe niko natia kriteria naye iko najua nini ndani yangu Mungu kitu yenye inaweza sukuma mchungaji mbele. Akajua kama sharti anipe mchungaji. Wakati sasa papa alikanipenda, alikuwa mforme ya mchuruzi.
Alikuyaka na naenda Kampala kulangula vitu. Siku nilipenda nikasema wala huyu ndio nilikuwa napenda huyu. Huyu mchuruzi huyu. Na mimi niko na kazi. Maana yake ndio kusema vinaendana. Lakini ambrefu kule mbele mlikigeuka pungu churuzi kigeuka mchungaji. Na nilishakuwa. Leo sasa njoo mimi naona kumbi ilikuwa mapenzi ya Mungu. Njoo maana ile papa anasema kuwa tu mtu wa maombi. Makotoloji. Na kupenda Mungu akuongoze. Ile ndio tutatusaidia mekusema sema utie kriteri. Papa alishasema kama hakuna siku zote zonapenda utaziona wazi. Ile tu nyo nitafuta mchini. Asante mama. Deuxième intervention. Bwana asifiwe. Amen. Le nom c'est Pierrot Musakamba. Merci. J'ai des questions. Ok. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie entre l'amour ou l'argent? Deuxième question. Est-ce que l'argent compte dans une relation? Merci. Non, mais tu dis, avant qu'elle n'intervienne pas, j'aimerais que les filles répondent. Aussi, mon épouse va répondre. Il dit oui, à ma maman Tiki. Qu'est-ce qui compte, madame? Ao love je vous t'aime, ao je m'accouta. Qu'est-ce qui compte entre l'amour et l'argent? Elle est pécune, il y a 4 bien. Mimi nasemea makuta inakuwa kama mais ce qui compte mapenzi. Amen. Kwenye mapenzi ya kweli iko utakuwa na baraka. Amen. Pour l'amour, Endelea mama, endelea. uko naona watu mingi biko nafuata makuta. Daolewa na ule tuko na. Daolewa na ule tuko na. En plus biko naolewa vile, en plus divorce ziko na kuwa mingi. Parce que c'est niko na iwa kufuata ile makuta. Yeye objectif iko tu makuta. Pour Dieu que ça makuta ikicheza tu. Mai compréhension zinaanza pale tanzoma na kuvaa yote. Juu makuta haiko. Mungu akubariki mama. Mwingine dada hakamate mikrofoni. Atujibi. Msiende kwa mtu na opinion yake. Unaona vidole hii ya wadada huyu na huyu ndio anabakia. Hapo mama anarumia kwa ile dada. Siwakosea damu. Qu'est-ce qui compte? Ao je t'aime, ao je te donne. Je m'accouta. Ok. Oui. Allez-y. Pourquoi? Et quand? Pourquoi? Tuko en relation, kisha tunakonde faire quelque chose, mais hauna makuta. Sasa hakuna wengineza endeka bila makuta. Ninaweza ndio kupenda, mais hakuna fasi kwa tutaenda na hatuna makuta. Et d'ailleurs, wewe pekee ulituambia kama il faut d'abord chercher l'argent avant d'aimer. Donc, unaweza kwanza angalia d'une part makuta na d'une part l'amour. Ndio. Hakuna vinaweza endeka bila makuta. Hata nikupende kama hauna makuta c'est nil. Nani mwingine? Ndajibia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nini wanataka Alice? Alice. Mimi nitasema kile question yake ya kwanza na ya pili. Bon, mimi na yeye selo bien. Quand il y a l'amour, tu auras tout. Merci beaucoup. Si tu es aimé vraiment, sincèrement. Hawezi kosa donc unapenda mtu utakuwa na bio amani mama. Alice témoigne. Kubarikiwe sana. Ya ingine ya pili kule tena ya makuta. Kama mnapendana, makuta itaintervenir ndio mais haiko ku centre yenyewe capital. Très bien. Barikiwa sana. Bon, mimi na waza jibu zimezipatikana pale. Sio kama umesikia ama niongeze. Umesikia? Une autre question? Na kama tutakuwa karibu mtatuambia tusivuke wakati.
Merci beaucoup pour la question. Mais question yangu ni ya Mama Rich. Mama Rich, parmi les attitudes qui gardent une relation bonne et stable, moi je dois dire l'aspect savoir faire la cuisine. Quand on a eu à faire la cuisine, ça peut aider la relation à avancer normalement. Mais nous qui ne connaissons absolument rien en ces termes, est-ce qu'il y a tout le droit à kukuwa na relation yenye inawezifika kuresulta ya mzuri? Et qu'est-ce que nous devons faire pour y arriver? Kwa ile question d'Ajulia, mwenye hana connaissance ku cuisine, iko naye na droit ya kujitetea kwenye kote. Alors, nini ataweza fanya? Pour le moment vitu iko facile sana, sana tena sana. Mimi nakumbuka sawa nilikuwa nikifanya 4 ans des humanités. Entre tushie tulikuwa na patiana maida ma recette. Mtoto anakuja anambia mimi niona recette fulani mama nifaa. Hivi. Unakuwa interesse, unatega lisikio. Unaambia bilikuwa unakospike, unakotiza entrenie. Ule mwanayo ile recette anaenda anawauzia maepise yote ile inastahili na mnafaa pratique na tunakuwa na apprendre kidogo. Njoo kukuambia kama hauna connaissance ndani uko na droit na wewe. Donc unaleta mtu yako na cuisine unafundisha sana fasi za mingi. Kona tunapenda kabisa akuwe wa domaine. Tunakupeleka ku centre, c'est facile. Je sais pas si on t'a lâché du hajoué. Kila kitu tunakuweka kutumia na hajujue. Mais au fur et à mesure qu'on a j'intègre comme un couple, on a eu notre intéressé à l'ONAIFA, mais on n'a pas la connaissance. Par hasard, je suis passé chez elle. Maman Kakamuru soit piqué tout. Je suis passé chez elle et elle a eu le temps de nous préparer à manger. Et par hasard, c'était les poissons. Kisha, j'étais avec mon ami, Kakula Bienyebi kwa modam. Tu les rafika en tout cas, ça ne vaut pas la peine. Où il y a un côté moyen, on n'a pas choisi d'avancer. Qu'est-ce que je dois faire? Tu la veille, il est avancé, il s'y perdre les relations. Premièrement, moi najua ule mtu zaidi sana. Haiko le rafiki yako. Ni wewe. Unajua make donc qualité na défaut zake. Na soli mpendaka unajua ile qualité na défaut. Make unataka kwanza effacer défaut ukakamata qualité. Alors, tena mwambia bwana, tena nipiga nikuwe mbio, naona sikuprepare. Unamshere kule meme, unakia mkokota unamwambia bwana, kwa kwanza entraîner. Unamwambia ulitupigia kitu moja hivi ilikuwa hivi mais à la prochaine ujikaze ou améliorer. Usiseme ulashe les relations kama ulashe ma qualité moja za mzuri zenye critère yako zitoki zinaenda na critère yako. Kisha usilashe juu ya rafiki hapana. Merci beaucoup. Kwa kumaliza, c'est-à-dire mpendwa chef mkubwa, unakutana samaki unateleza mkono, haiko ndio tatumwa na mkatala. Utamfundisha. Sawa? Je vous ai dit, langage d'amour ni ma plainte. Mais on apendaka bakufanyie, nyo niko fa plainte. Comme tu as vu qu'il connaît faiblesse, pourquoi ne pas l'amener centre de formation? Pourquoi ne pas appeler mwenye kwa domaine ya kizina ke mba jeune, mba mama formé? Donc, haisi kwa sababu. Kwa kumaliza tunashukuru parce que time imeenda. La toute dernière. Bonjour. Bonjour. C'est moi, Justin Charmant. Ok. On nous a appelé pour ce qui concerne le mariage. Le mariage. Oui. Maintenant, je ne sais pas si soit, parce que nous sommes informés qu'on ne doit pas marier une femme qui a une âge l'âge qui est un peu avancé plus que votre âge.
mais on nous a pas expliqué quel sera le MFM. C'est ma première question. Autre que je n'ai pas bien compris, parce qu'on nous a parlé que se marier, on doit se marier quand on est encore enfant, ou soit on doit se marier quand on est déjà adulte. Je n'ai pas bien compris, mais je vais tout juste l'explication. Merci beaucoup. Nimekufuata kwa swali yako. On a parlé sur l'écart d'âge. Quand vous serez marié, vous allez suivre les instructions de mariage. C'est là où on définit les conséquences et les avantages d'âge. Donc là, je m'abstiens à tout te dire parce que c'est exposé. Si utakuwa uko mafundisho ya ndoa, batakufundisha ndoa ni nini. Sawa papa? Donc, hawezi oa na mtoto, il faut ukomale. Parce que ndoa il faut hapana âge, même maturité. Ndoa haiongozi na miaka, mais inaongozwa na kichwa. Uko na kichwa unapokea $80, uko sentinelle, kaka security, sawa? Ile 80, mutoke loyer, mutoke lingette, mutoke pampers, mutoke ration, mutoke transport, mutoke provision, mpaka le 30 à 80 ngine, la tête. Sawa? Donc, il faut ukomba le kichwa. Uyue gérer. Mimi nampatiaka 5000 francs, iko ba 5 000 ma chère, ça n'a pas tenu aujourd'hui. Je suis passé chez Philippe, il m'a donné 5 000 francs. Ah, laisse ton frère habiter pas. Anakimbia na mkoba wake mwanani anauza maboro papa. Hivi ni 5 000 francs tu wala. Anauza spaghetti, anauza mayai, anauza 5 000 francs pas habiter moi c'est compliqué. On a me paie bien. Ouais. Pour terminer, on peut offrir l'Éternel. Toucher dans ta poche. Ouvrez ton sac pour les offrandes. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est moi qui joue à débat. On n'a pas compris. Il y a une page qu'on n'a pas fini. Laquelle? Laquelle page, madame? Pour qu'on se prépare. Ok, à la prochaine. Tu m'as dit que tu es fiancé. Mets d'abord l'offrande ici. Check yo. Check now. Utauza karibira na nini na mto? Mhubiri mtamfungia transport gani na mto? Galati 6:6 anatuambia nini? Allô? Non, mais toi, on est en retard. Tunashukuru sana juu ya somo letu. En fait, nous devons terminer ce thème par ici. Tulianzaka les choix d'un ami à garder et un ami à regarder, un ami à épouser. Tout ça pas ta intervention au moins une. On nous a expliqué ma expérience mingi, ma attitude mingi par rapport à la relation que nous devons garder jusqu'à épouser la personne. Ça c'est suffisant pour que nous puissions changer de thème prochainement. Tout cas, je sais que Mengi Tulipata, Nakila Moutou, selon son intérêt, il a capté qu'est-ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, on est engagé à signer ma attitude. Ils ne disent même pas la vérité de mon relation. Même si tu as choisi ou les mots, tu sais les personnes à garder, demain, la personne va se séparer. Tu es obligé de faire une relation. Parce que vous avez manqué.